Bismillahir Rahmanir Rahim. Baada ya kuwa tulieleza katika vita ambavyo kama tulieleza vya vita vya Uhud, mapigano yaliyopiganwa na Waislamu dhidi ya makafiri, na tukaonyesha namna Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoonyesha kuthibiti na kuwa imara. Leo tutaelezea kwa uchache, in kana al-umru wal waqtu baqiya, wa qutila min al-muslimina fi Uhudin aktharu min 70 wa min al-mushrikina 23. Pia waliouawa katika vita vya Uhudi miongoni mwa Waislamu walikuwa takriban 70. Allah waridhie. Na Mwenyezi Mungu anaeleza katika Qur'ani kwamba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi, wala msije mkaisabia kwamba wale ambao kwamba waliouliwa katika vita vya Mwenyezi Mungu katika jihad kwamba wao wamekufa wale. Allah anajibu hoja za makafiri kwamba hum ahyaun inda rabbihim, na hoja za wanafi kwamba wao waliouawa kule katika vita wale wapo hai mbele ya Mola wao, tena yurzakuna, wakiruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kile ndio kama Allah anawaruzuku, Allah anasema farihina bima atahumullah, wanafurahia katika yale ambayo kama Mwenyezi Mungu anawapa katika fadhila zake Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, Katika maswahaba hawa 70 waliouawa katika vita vya Uhud, pia na katika washirikina ambao kama waliouawa katika vita hivi walikuwa 23, kwa sababu nguvu ya washirikina ilikuwa ni kubwa kijeshi, lakini bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa mbinu Waislamu, pamoja na wao waliuawa wengi kuliko ni washirikina. Tuko sawa sawa, وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا. Washirikina baada ya kuwaua Waislamu katika vita vya Uhud, vita kama vile, na Waislamu kushinda nguvu na vita kuisha pale, wale ambao kwamba waliouawa miongoni mwa Waislamu, Makuraishi walichokifanya, walifanya tamthil baada ya kuwaua, na wakawafanya tamthilan fadhi'a, wakaonyesha mifano ya mapicha kama vile kuwaanika wale ambao kama walikuwa wameuawa katika vita kama vile. Waliwaua wakawa na wakatakata wengine vibaya na kuwafedhehesha. Wa qutila fi hadhihi al-ghazwa Hamzatu amr rasuli sallallahu alayhi wasallama, na katika vita kama hivi aliuawa miongoni mwa Waislamu na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliuawa Hamza ambaye ni mtoto ni ami ya Bwana Mtume Muhammad. Ami ni baba mkubwa, baba mdogo, na Hamza aliuawa kwa oda ambayo kwamba iliyotolewa na mwanamke akiitwa Hindu, na aliyemuua ni mtu anaitwa Wahshi, na Wahshi alimuua Hamza kabla ya kusilimu kwake. Na ilipofika wakati Wahshi ameshasilimu, ilifika mahali Mtume alikuwa akimuona Wahshi mbele yake, anamwambia Wahshi, bwana samahani, nikikuona hivi namkumbuka ami yangu, nasikia machungu. Kwa hiyo ukiwa unakuja unanijia kwa upande mwingine. Alikuwa anasema kama nilikuwa nikimuona Wahshi namkumbuka nani? Namkumbuka Hamza ami yangu. Saifu min suyufillah. Ghafalahu rajulun ismuhu Wahshi, yani qatalahu rajulun ismuhu Wahshi, aliyemuua Hamza akiitwa Wahshi. Sawa sawa,
wa baqat batnahu imra'atun, na kalikata tumbo lake la Hamza mwanamke, wa akhadhat kabidahu, na akachukua, shukran jazakallahu khair, alipompasua tumbo lake akachukua maini ambayo kama ilikuwa ndani tumbo la nani? Tumbo la Hamza ibn Abdul Muttalib, litaakulaha, ila apate kuyala, falakatha thumma arsalatha. Allahu akbar. Akachukua akashika, kisha akafanya nini? Akayatupa. Na yote ilikuwa ni kule kumfedhehesha Hamza na kufedhehesha Waislamu. Sawa sawa. Waqad hazinat alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume kifo hiki cha Hamza kilimhuzunisha sana, alipata taabu sana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa amara bidafni jamii ash-shuhada, na akaamrisha waziko mashahidi wote, fi thiyabihim allati qutilu fiha, waziko na zile nguo ambazo kwamba waliouawa nazo. Mpaka leo ndo amri ile inadumu mpaka leo. Mtu akifa jihadi lazima atazikwa na zile nguo zake, hatooshwa. Sawa sawa. La ightisala fi wala salata fi. Sawa sawa. Mtume aliumia sana katika kifo kama hichi. Na ile mjua Hamza kwa nini mtume aliumia? Tuje usome ile hayatu sahaba. Kuna hayatu sahaba, kitabu kizima cha juzuu 3, mijadi 3. Alafu kuna nasuwar min hayati sahaba, mijadi 2, moja una juzuu takriban 9 na mwingine unaanzia pale ukwenda mpaka 14. Hasa kisa cha Nabii Allah cha Hamza, afwan, kisa cha Hamza ndio kusoma pale Hamza alikuwa ni nani na alikuwaje. Ndio sawa. Walamma raja almuslimuna ila almadinati, waliporudi Waislamu katika mji wa Madina, sakhara bihim alyahudu walmunafiqun, waliofanya istihzai, nderemo zile nini kiko wapi na maneno elewa. Sawa sawa. Yameenda na amekufa na watu wameuawa, mefaidika maneno yale machafu dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalu li ikhwanihim, wakawaambia wale wanafiki kuambia Waislamu ndugu zao, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu, lau wangelikuwa na sisi wale, au mngelikuwa na sisi ndugu zenu, wasingefanya nini? Wasingeuawa wala wasingekufa. Lakini wamesahau kwamba Mwenyezi Mungu ameshakuwajibu kule, wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala wajafa, wamehama darin ila dari, min dari ila dari, wamehama katika nyumba ambayo kwamba ni nyumba ya kawaida, wamekwenda katika nyumba ambayo kwamba ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yurzaquna farihina bima atahumullah, wanafurahika na kuneemeka juu ya alama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayewaneemesha na kuwapa. Darasa ijayo inshallah tutakuja kuangalia sasa ni namna gani matukio ambayo kwamba yaliyotukia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni matukio gani haya. Wallahu almusta'an, walhamdulillahi rabbil alamin.